CENTCOM yasema wanajeshi waliojeruhiwa katika vita dhidi ya Iran wamefika 290. Hii ni kamandi kuu ya jeshi la Marekani imetangaza kuwa karibu wanajeshi 290 wa nchi hiyo wamejeruhiwa katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Na takwimu hizo zikitolewa, jenerali wa Marekani anasema wa Iran wanaweza kukabiliana na uchokozi wa Marekani na Israeli kwa miaka mingi. Jenerali mstaafu wa Marekani amezungumzia mashinikizo ya kiuchumi na kisiasa yanayoongezeka kwa serikali ya Washington kutokana na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran na kukiri kwamba wa Iran wanaweza kukabiliana na mashambulizi haya kwa miaka mingi. Jenerali mstaafu wa jeshi la Marekani James Spidermax akizungumza na mtandao wa habari wa MOS Now amekiri kwamba Iran inaweza kustahimili mashambulizi ya Marekani na Israeli, akibainisha kuwa operesheni hii ina gharama kubwa kwa serikali ya Marekani. Amesema Trump anakabiliwa na machaguo mawili: anaweza kuendelea na uvamizi huu wenye gharama kubwa na wenye matokeo mabaya ya kisiasa, au kujaribu kupata aina fulani ya suluhisho la kidiplomasia. Jenerali huyo mstaafu wa Marekani amesema, ninaamini Iran haitasalimu amri na haitarudi nyuma. Wanajitoa muhanga, lakini hawatasalimu amri na wataendeleza mapambano. Nadhani wanaweza kuendelea kusimama kidete kwa miaka kadhaa. Jenerali huyo wa Marekani amekiri kwamba kwa sababu ya mashinikizo yanayoongezeka kutokana na athari mbaya za kiuchumi za vita, Trump ameonyesha dalili za hamu ya kutumia mbinu ya kidiplomasia ya kukomesha vita vya sasa. Vilevile, Sergei Shoigu, katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Russia, amesema mashambulizi yasiyo na sababu ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran ni hujuma dhidi ya mfumo wa usalama wa kanda ya kimataifa. Sergei Shoigu ameeleza kuwa mashambulizi ya kijeshi si tu ni hujuma kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, bali kwa mfumo wote wa usalama wa kikanda na kimataifa. Juhudi za miaka kadhaa za kuipatia ufumbuzi kadhia ya miradi ya nyuklia ya Iran zimepotea, amesema Shoigu. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ameyataja madai ya Rais Donald Trump ya kufanya mazungumzo na Iran kuwa hatua muhimu, na akasema kwamba kunapasa kupatikana njia ya kukomesha vita dhidi ya Iran. Wadephul amesisitiza kuna jambo linaendelea. Mashambulizi ya pamoja ya kijeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yalianza Februari 28, 2026. Hujuma hiyo ilifanywa huku mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Iran na Marekani yakiendelea kwa upatanishi wa Oman. Na zipo taarifa pia ambazo nimezipokea zinaeleza kwamba huko katika bara la Asia bei ya mafuta imeanza kushuka mpaka shilingi dola 90, 99 hadi dola 88 kwa pipa la mafuta. Kwa hiyo inaonekana Iran sio mbaya kwa dunia, ila ni mbaya kwa yule aliyemchokoza ambaye ni Iran, ambaye ni Marekani pamoja na Israeli. Wakati hayo yakiendelea, kwingineko ni kwamba utawala wa Washington unatafuta kuhakikisha kwamba Iran ina uongozi unaomfaa zaidi Marekani na ulio tayari kushiriki katika ushirikiano wa pande mbili. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline anasema kwenye mkutano wa mara kwa mara na waandishi wa habari, anasema, nadhani Rais wa Marekani Donald Trump anaamini wazi kwamba Marekani inataka kuwa na mtu katika nafasi ya uongozi katika utawala wa Iran ambaye atakuwa mzuri zaidi, ambaye atakuwa tayari kufanya kazi na Marekani. Haya bila shaka yatakuwa mambo mazuri ya kawaida kwa Marekani na kwa washirika wetu. Alipoulizwa kama Marekani imeridhika na wale walio madarakani nchini Iran kwa sasa, katibu wa habari wa ikulu ya White House alijibu kwamba ni mapema mno kusema. Kumbuka, Donald Trump ametishia kwamba endapo makubaliano aliyotuma kwa Iran yasipokubaliwa, basi ataishambulia Iran vibaya mno na kuiteketeza. Vilevile, tahadhari ya uvamizi wa anga imetolewa katikati mwa Israeli kutokana na tishio la kombora, huku ving'ora vikilia huko Tel Aviv na maeneo ya jirani. Muda mfupi kabla ya hapo, wanajeshi wa Israeli walionya kwamba walikuwa wamegundua shambulio jipya la kombora kutoka eneo la Iran. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia wasaidizi wake kwamba anataka kumaliza mgogoro na Iran katika wiki zijazo, The Wall Street Journal inaripoti. Kulingana na gazeti hilo, katika mazungumzo ya faragha, Trump aliwaambia washirika katika siku za hivi karibuni kwamba anataka kuepuka vita vya muda mrefu nchini Iran na kwamba anafikiri mgogoro huo upo kwenye hatua zake za mwisho, akiwasihi washikamane na ratiba ya wiki 4 hadi 6 aliyoielezea hadharani. Mbali na hayo, kiongozi huyo wa Marekani ameiambia timu yake kwamba mgogoro na Iran unamgeuza kutoka kwa vipaumbele vingine. The Wall Street Journal ilibainisha na kuongeza kwamba baadhi ya washauri wake wa karibu wanataka zingatia matatizo makubwa ambayo wapiga kura wa Marekani wana wasiwasi nayo, kama vile kupanda kwa bei kunakosababishwa na mgogoro huo. Ikulu ya Marekani ilipanga ziara ya Trump nchini China katikati ya Mei, ikitarajiwa kwamba vita vitakamilika kabla ya mkutano kuanza. Baadhi ya watu ambao gazeti hilo
lilibainisha halikuweza kuwataja, walieleza. Miji mikubwa zaidi ya Iran ikiwemo Teheran imekumbwa na mashambulizi makubwa ya anga. Kituo cha television cha Ash-Sharq kinaripoti milipuko ya mabomu imeripotiwa Teheran na Mashhad kaskazini mashariki mwa nchi, Isfahan katikati yake, Shiraz na mji wa bandari wa Ghuba ya Bandari Abbas. Hakuna data kuhusu majeruhi au uharibifu unaopatikana mara moja. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba alitarajia matokeo mabaya zaidi ya kiuchumi kutokana na mzozo na Iran. Hatukuwa na chaguo, lakini nilidhani itakuwa mbaya zaidi, alisema katika chakula cha jioni. Tulichopaswa kufanya ni kuondoa saratani. Tulilazimika kuondoa saratani. Saratani ilikuwa Iran ikiwa na silaha za nyuklia, kiongozi huyo wa Marekani alisema, akiongeza kwamba operesheni kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran ni safari ya kuzimu, safari ya kwenda mahali pabaya. Bloomberg ilisema Jumatano ikinukuu vyanzo kwamba utawala wa Washington unatathmini jinsi ongezeko la bei ya mafuta hadi dola 200 lingeathiri uchumi wa Marekani. Hivi sasa bei ya mafuta ghafi ya Brent kwa ajili ya usafirishaji wa Mei inakaribia dola 100 kwa pipa. Viwango vya juu vya rekodi viliwekwa Julai 2008 wakati bei ya Brent ilifikia dola 147 kwa pipa. Vile waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na spika wa bunge Mohammad Bagher Kalbaf wameondolewa kwa muda kutoka kwenye orodha ya Marekani ya maafisa wa Iran watakaolengwa wakati wa mashambulizi ya Israeli na Marekani, The Wall Street Journal inasema. Kulingana na gazeti hilo, maafisa hao wakuu wameondolewa kwenye orodha ya walengwa kwa hadi siku 4 au 5, huku rais wa Marekani Donald Trump akifungua mlango wa mazungumzo ya ngazi ya juu ya kukomesha vita. The New York Times iliripoti Jumatano ikinukuu vyanzo kwamba Marekani ilikuwa imetuma mamlaka ya Iran mpango wa point 15 kukomesha mzozo wa Mashariki ya Kati. Kulingana na gazeti hilo, mpango huo unashughulikia masuala yanayohusiana na mipango ya makombora na nyuklia ya Iran. Zaidi ya hayo, hati hiyo inashughulikia suala la uhuru wa usambazaji wa mafuta. Katika siku za hivi karibuni, kulingana na upande wa Marekani, mawasiliano yamefanyika kati ya Marekani na Iran kupitia wapatanishi ikiwa ni pamoja na Pakistan. Hata hivyo, Teheran imekanusha taarifa za Washington kwamba mazungumzo yenye tija yanaendelea kati ya pande hizo mbili, na Marekani anajaribu kumchezea Iran akili ili Iran jaribu kuwaua watu wake, kutengeneza uadui wao kwa wao, japo Iran amekaa chonjo katika kile ambacho Marekani anakifanya. Kumbuka haya yote yalikanushwa pia na spika mara baada ya spika wa bunge la Iran kutajwa kwamba alifanya mazungumzo, akawakana Marekani kwamba hajafanya nao mazungumzo yoyote. Vile balozi wa Urusi nchini humo Alexander Rudakov, kulingana na mwanadiplomasia huyo, anasema upande wa Urusi unaendelea kuwasiliana mara kwa mara na mamlaka za mitaa na unafanya juhudi za kidiplomasia kudhibiti uwezekano wa kuongezeka kwa uhasama. Vile mgogoro wa Mashariki ya Kati unaweza kumlazimisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuwa na mtazamo wa vitendo zaidi kuhusu utatuzi wa mzozo wa Ukraine. Balozi wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Roden Miroshnik anasema, mradi Zelensky anapokea pesa nyingi, unataka kutumia pesa hizi na hataki kukomesha uhasama. Kwa hivyo atakapoondolewa kishawishi kama hicho, mbinu nyingi zaidi za vitendo zitashinda. Kulingana na mwanadiplomasia huyo wa Urusi, mzozo wa Ukraine utaendelea mradi tu unafadhiliwa na Magharibi, na mabadiliko yoyote katika uwezo wa Magharibi wa kuufadhili yataelezea hali ya mazungumzo kwa kuzingatia hali ya nishati inayobadilika kutokana na mzozo katika Mashariki ya Kati. Sio nchi zote zinazofadhili zitakazoweka kipaumbele kuipa Ukraine rasilimali za kifedha na risasi. Afadhali watatunza mahitaji yao ya haraka na kuelekeza pesa zao huko, mwanadiplomasia huyo alisisitiza. Zelensky kwa maneno yake anaelewa hili vizuri kabisa, pamoja na ukweli kwamba anaweza kuomba na kupokea pesa kutoka Magharibi mradi tu Ukraine iko katika kitovu cha habari. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.